Maaskofu wa Kanisa Katoliki wameeleza wasiwasi wao na sheria mpya ya kudhibiti mitandao, wakihofu kuwa huenda ikatumika kuvuruga matokeo ya uchaguzi mkuu ujao. Maaskofu hao wameeleza wasiwasi wao kuwa sheria hiyo inaweza kutumiwa vibaya kuzuia ukosoaji wa serikali na hivyo kuhujumu haki za msingi kama vile uhuru wa kujieleza, kushiriki mijadala ya kisiasa na kutoa taarifa huru. Wamesema kuwa sheria hiyo ilipitishwa kwa haraka bila mashauriano ya kina na hivyo kuna haja ya kuifanyia marekebisho ili kuondoa vipengee vyenye sura ya ukandamizaji. Baraza la Maaskofu wa Kanisa la Katoliki nchini Kenya limeeleza wasiwasi wake kuhusu mwelekeo wa serikali katika kutunga sheria bila ushirikiaji wa umma, wakionya kuwa hatua hiyo inaweza kupunguza imani kwa taasisi za serikali na kuhujumu haki za raia. Wakizungumza na wanahabari, maaskofu hao wameitaka serikali kurekebisha vipengele tata vya sheria ya uhalifu wa kompyuta na mitandao pamoja na sheria ya ardhi nambari 21 ya mwaka wa 2025, wakisisitiza haja ya ufafanuzi wazi kuhusu walengwa na sheria hizo. Aidha, wameeleza hofu kwa sheria ya udhibiti wa mitandao huenda ikatumika kuvuruga uchaguzi mkuu ujao kwa kuzuia maoni huru, kudhibiti taarifa za umma na kuwadhibiti wapinzani wa kisiasa kupitia misingi ya usalama wa mitandao. Viongozi hao wa Kanisa la Katoliki wamepinga vikali mswada wa mashirika ya kidini, wakisema ingawa udhibiti unaweza kusaidia kuzuia udanganyifu wa imani kwa faida binafsi, mchakato huo unapaswa kufanywa kwa uangalifu na mashauriano ya kina. Wameonya kuwa serikali inaonekana kujaribu kudhibiti taasisi za kidini au kuamuru namna ya kuabudu, jambo ambalo lingekiuka haki ya kikatiba ya uhuru wa kuabudu. Katika muktadha mpana wa mageuzi ya kitaifa, maaskofu hao wamekosoa kasi na namna mabadiliko yanavyotekelezwa, wakitaja mabadiliko ya mara kwa mara ya mtaala, ucheleweshaji wa fedha za shule na utata kuhusu usimamizi wa elimu ya sekondari ya ngazi ya chini. Wanasema mageuzi haya yanaonekana kuendeshwa kisiasa zaidi kuliko na maslahi ya wanafunzi na walimu, hali inayozua maswali kuhusu uwajibikaji wa serikali. Vilevile, maaskofu wameeleza kukerwa na ucheleweshaji wa malipo chini ya bima ya kitaifa ya afya nchini, wakisema hali hiyo imezorotesha huduma katika hospitali nyingi za kidini na za kibinafsi. Ucheleweshaji huo umesababisha upungufu wa dawa, kusitishwa kwa baadhi ya huduma za matibabu na ugumu wa kulipa wafanyikazi. Hali hiyo inadhoofisha huduma ya maelfu ya Wakenya wanaotegemea vituo hivyo. The benefits of the new Social Health Authority (SHA) medical scheme has been greatly advertised. For sure, many people have received treatment under the new SHA coverage in many hospitals, for which we are so grateful. However, the medical scheme cannot survive if the health providers, that is hospitals, are not timely and sufficiently paid for the service they provide to the patients. Lasting change is realized through both civic engagement and democratic participation. Every young person's vote is a voice of hope for a more accountable, inclusive, and compassionate nation. We therefore strongly urge all eligible youth to register. Registering as a voter secures your voice and contribution. Faith Wangari, Runinga ya TV 47, Nairobi.